Safari ya Tanzania mpya inazidi kuibua mengi mazuri na kuzidisha tamaa ya kupata maendeleo kwa wananchi. Mkoa wa Kagera, pamoja na kuwa maarufu kwa kilimo cha kahawa, ndizi na uvuvi, uzalishaji wa sukari umeanza kutoa tija kwa taifa. Mwaka mmoja uliopita, maamuzi ya kuisimamia sekta ya sukari na kuifanya sekta ile iweze kuwa ni sekta inayohudumia wananchi, kwanza ilituletea utulivu wa bei ya sukari. Leo sukari haizidi shilingi 2,800, kiwango kikubwa kabisa katika eneo ambalo sukari katika nchi hii iliweza kulika. Lakini kwa mara ya kwanza, ndugu mgombea, taifa letu limeuza sukari nje, na kiwanda cha Kagera Sugar uzalishaji umefika zaidi ya tani 150,000, na kiwanda hiki katika kipindi cha miaka miwili ijayo, mkoa huu ndio utazalisha sukari nyingi kuliko kiwanda chochote, kwa kuwa sasa hivi wanafanya upanuzi na ardhi uliowapa miaka miwili iliyopita tayari wameshaipanda yote miwa, na mwaka huu wameuza sukari nje, na kama nchi tumeuza zaidi ya tani 80,000 ya sukari nje na kutupatia zaidi ya dola milioni 72 kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Mheshimiwa mgombea, kuna watu walihoji, unakumbuka mwaka jana, kwa nini Tanzania inaagiza sukari nje? Ni mjinga tu ambaye kuna nchi zimetuzunguka ziko tayari kutupa tani moja kwa zaidi ya dola 800, na sisi tuna uwezo wa kupata sukari ya kiwango hicho kwa dola 500, tukatae kuuza sukari nje eti kwa sababu kuna lugha ya kisiasa kwamba tukiuza sukari nje kutakuwa kuna upungufu. Sekta ya kilimo ulishatoa sera, hii ni biashara, sio kitu kingine na wala sio huduma. Wakulima wanalimamiwa wapate bei nzuri, tutauza sukari kokote kwa maelekezo ya serikali unayoiongoza. Na leo kwa mara ya kwanza taifa letu limepata mapato kutokana na sukari tuliyouza nje zaidi ya dola milioni 72 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na hatua hiyo Kagera Sugar yuko jirani na Rwanda, yuko jirani na Burundi, anaweza kuwauzia sukari. Kwa nini tumnyime fursa hiyo? Kwa hatua hiyo umempa ardhi, ameongeza mashamba. Sasa hivi anakipanua kile kiwanda, kitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 300,000, na hivi sasa kimeajiri watu 12,000 katika mkoa huu. Mheshimiwa mgombea, hapa watu wengi wanahoji kuhusu mradi wa BBT. Ninawakaribisha Kagera waje wawaone vijana walioko Muleba, ambao kila kijana kapewa ekari moja ya kahawa ambayo itamuingizia zaidi ya shilingi milioni 12 kwa mwaka katika eneo la ekari 350. Tunaenda kuchagua miaka 5 mingine tutakayoongozwa na Dr. Samia. Kama alivyosema Wenje, kuna mwanga kwa wakulima. Twendeni tuungane sote, tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan ili tuweze kubadilisha maisha yetu na utu wetu na familia zetu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan anazidi kuwapa matumaini ya ujenzi wa mkoa wa Kagera na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Kwa ndugu zangu, nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo ndani ya miaka 5 iliyopita. Nikijielekeza hapa mkoani Kagera, mwaka 2022 nilifanya ziara yangu ya kwanza mkoani hapa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wamesema hapa kina Dr. Bashiru na mwenyekiti, katika ziara ile nilielezwa mengi ambayo yanapaswa kufanywa ndani ya mkoa huu ili mkoa unyanyuke kiuchumi na tupunguze kiwango cha umaskini. Baada ya kusikiliza, la kwanza nikawaambia mimi nabeba kwenda kuyafanyia kazi, lakini naomba na nyinyi ndani ya mkoa mjipange, mlete mpango kazi, tuende vipi ili hali hii iondoke. Namshukuru sana Dr. Bashiru na wenzao kina Mama Chebaijuka na wengine walikaa wakafanya mpango wakaniletea, na ndio huu tumeutekeleza.
sasa mambo yanaonekana. Sasa kwa upande wa mkoa, kama ilivyosemwa hapa, tumefanya maboresho kwenye hospitali ya rufaa ikiwemo uwepo wa huduma za kibingwa, na matokeo yake tumeanza kuyaona. Katika kipindi hiki, idadi ya wagonjwa waliotibiwa kwenye hospitali ya rufaa mkoani humu imepanda kutoka 128,305 mwaka 2021 hadi 478,200 mwaka huu 2025. Yaani kuna ongezeko la wagonjwa wa rufaa 349,697. Wagonjwa hawa wangelazimika kwenda Bugando au kwenda Muhimbili, Dar es Salaam. Sasa familia zao zingehangaika, lakini sasa matibabu yote pamoja na ya kibingwa ni hapa hapa mkoani Kagera. Sasa zaidi ya hayo, kimkoa hapa tunakwenda kuongeza mabweni kwenye shule za sekondari ikiwemo kwenye maeneo ya visiwa. Tunajua mkoa huu una visiwa ambako wanafunzi wanapata shida kuvuka kuja huku. Tunajenga sekondari kule na mabweni ili wapate kusoma. Lakini tukizungumzia ndani ya mkoa huu wa Kagera, tunayo miradi minne mikubwa ya kimkakati ya kuzalisha umeme wa maji megawati 221.8, ikiwemo Rusumo na Ngara megawati 80 na Murongo Kigagati kule mpakani na Uganda mpaka Kerwa megawati 14, ambayo miradi hii tayari imekamilika na umeme unapatikana. Zinazofanywa na chama big up CCM. Kwenye sekta ya uvuvi, katika miaka 5 ijayo tunakwenda kuwajengea uwezo wa kufanya uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia mafunzo na nyenzo. Na ninaposema nyenzo ni mitaji, mikopo ya wavuvi, lakini pia vyombo vya kufikia kwenye maeneo ya mbali na kuweza kufanya uvuvi. Katika kipindi cha miaka 5 hii tunayomaliza, mengi yamefanyika, ikiwemo ujenzi wa daraja la Kitengule linalounganisha barabara kuu ya Kyaka, Bukene, Benako na barabara ya Kagera Sugar Junction hadi Kakunyu katika wilaya za Misenyi, Karagwe na Ngara. Kamilika kwa daraja hili na barabara hizi kumewapunguzia wakulima wa miwa umbali wa kusafirisha malighafi. Walikuwa wanazunguka kilomita 140, sasa kilomita 14, na miwa inafika ikiwa na hadhi yake ile ile. Niwajulisheni kwamba tayari tumeanza kulifanyia kazi swala la ujenzi wa kingo za mto Kanoni ambao utaondoa kabisa changamoto ya mafuriko hapa Bukoba mjini. Niwaambie tu kwamba tayari tumeidhinisha ujenzi wa kilomita 10 kwa kiwango cha lami pamoja na kuweka taa za barabarani 413 ili kuimarisha usalama na kuboresha mandhari ya mji. Tumeanza maboresho makubwa kwa bandari ya Kemondo kwa kuongeza urefu wa gati na kupanua mlango wa meli. Imesemwa vizuri hapa na mwenyekiti kwamba sasa meli kubwa kama MV Mwanza inaingia hapo Kemondo kupakia na kushusha bidhaa. Lengo ni kuwezesha meli kubwa za mizigo na abiria kutia nanga kwenye bandari hiyo. Ndugu zangu, niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, ni mgombea wa nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Wagombea ubunge na ugombea udiwani wote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Tunaomba kura zenu wana Bukoba, tunaomba kura zenu wana Kagera. Sasa sisi Chama cha Mapinduzi tunaomba tupigieni kura tarehe 29 ili tukaitekeleze kazi tuliojipangia humo. Tanzania oye! Ndugu zangu, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. Tarehe 29 Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.